Wimbo wa Madhambi wa msanii na mtayarishaji Moko Genius umeondolewa ghafla kwenye YouTube channel yake. Kupitia taarifa ambayo aliitoa, Moko Genius alithibitisha kuwa YouTube ilishusha video hiyo baada ya kupokea maombi ya kuiondoa kwa upande fulani wa Kenya. Hata hivyo, Moko Genius alisisitiza kuwa jambo hilo halimaanishi kuwa yeye au timu yake wamefanya kosa, bali ni changamoto za kawaida kwenye sekta ya muziki zinazohusisha masuala ya haki miliki. Moko Genius amesema kuwa kwa sasa wanafanya mawasiliano ya moja kwa moja na upande uliotoa claim hiyo ili kupata ufafanuzi kamili na kutafuta njia ya kuirejesha video hewani haraka iwezekanavyo. Licha ya changamoto hiyo, amewatoa hofu mashabiki kwa kuwajulisha kuwa wimbo Madhambi bado unapatikana kikamilifu kwenye majukwaa yote ya kusikiliza muziki. Ameongeza kuwa mashabiki waendelea kusikiliza na kuisambaza kazi hiyo kama kawaida, huko wakisubiri taarifa zaidi kutoka kwake Moko Genius. Sasa baada ya wimbo wake wa Madhambi wa Moko Genius kushushwa YouTube kwa madai ya haki miliki, hatimaye msanii huyo ametoa ufafanuzi kamili kuhusu kilichotokea na hatua alizochukua. Kupitia mahojiano ambayo ameyafanya, Moko Genius amekanusha kukopi wimbo Utaniua wa msanii Brother Nasri kutoka nchini Kenya, ambapo Moko Genius amefafanua kuwa amefanya kwa maana ya aliufanya wimbo wake ukiwa una aina au una ladha inayofanana na ule wa Brother Nasri, jambo ambalo wakati mwingine huleta mkanganyiko kwenye mifumo ya haki miliki, lakini hakuchukua wala kutumia sehemu yoyote ya wimbo huo. Moko Genius ameeleza kuwa mara tu baada ya video yake kuondolewa, aliwasiliana mara moja na upande ulioweka claim hiyo. Moko Genius amesema kwamba tumeongea na nimewaelewesha nao na wao wamenielewa, na kwa sasa tunachosubiri ni wao kurudisha tu wimbo wangu hewani. Moko Genius amesema, nimemnukuu, lakini kwa sasa anasema kwamba anachosubiri ni hatua ya YouTube kurejesha video hiyo mara tu upande wa Kenya utakapoidhinisha maombi yao kurejesha. Sasa akitolea ufafanuzi kwa jinsi ambavyo wimbo wake mpaka umefikia hatua hiyo ya kushushwa pale YouTube, investment ni kubwa. Lakini mbali na hilo, Moko Genius bwana, kitu ambacho kwa sasa hivi pia kinazua mjadala, ukiachana wimbo wake sio kushushwa pale YouTube, ni kwamba mjadala mwingine ambao unaendelea kuhusiana na mstari wake katika wimbo wake huo wa Madhambi unaosema kwamba na amri ya 7 tulivunja, itatubu na nani? Baadhi ya mashabiki wamedai kuwa Moko Genius amekosea kuhusisha amri ya 7 na dhambi ya uzinzi. Hata hivyo, Moko Genius pia yeye mwenyewe aliweka wazi kuwa kwenye mafundisho ya Biblia ya Wapentekoste amri ya 7 ni usizini. Amesema kwamba wanaodai alipaswa kusema amri ya 6 wanapaswa kufuatilia chanzo cha mafundisho yao, kwani tafsiri na upangaji wa amri hutofautiana madhehebu kwa madhehebu.